Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Unayemuona hapo anaitwa Mwalimu Nafiwa Lameck. Ni mtumishi wa Mungu. Kimsingi ninamtumikia Mungu katika nafasi ya ualimu. Ninafundisha maneno ya Mungu kwa kibali hicho. Bwana amenipaka mafuta kwa ajili ya hicho. Sasa ni mara ya kwanza, nadhani sijawahi kufanya hichi kitu kwa online, lakini namshukuru Mungu kwa kuwa amenipa kibali kama hichi kwa kufanya hichi kitu mchana wa leo. Yes, tunaweza tukaomba kidogo kabla ya kile ambacho tunakwenda kukushirikisha mchana wa leo. Tuombe. Bwana Mungu mtakatifu, ketei mahali pa juu palipoinuka, tunakurudisha utukufu na heshima kwa ajili ya kibali hichi ulichotoa Bwana mchana huu tu discuss na kuongea maneno yako yaliyo ni uzima kwa ajili ya kuwalisha watoto wako, mfalme mwema, na kukutana nao kwenye uhitaji wao kukufahamu wewe katika njia yao kukuelekea wewe, Bwana wa mabwana. Fungua akili zetu, fungua masikio yetu, fungua macho yetu ya ndani, Bwana. Macho yetu ya mioyo yetu yatiwe nuru ili tulione tumaini ambalo umelifunganisha katika hichi ambacho umenipa mimi nishiriki na wao. Ninaomba na kuamini kupitia jina la kwako mwanaume Yesu Kristo anayetii. Amina. So tunaweza kuendelea moja kwa moja juu ya kile kitu ambacho Mungu amenipa nishiriki na ninyi mchana wa leo. Na kimsingi ambacho Bwana amenipa nishiriki na ninyi, na kimsingi sio kama tu nimepata leo, ni muda mrefu, lakini nilikuwa ninajivuta nasema ninaanzia wapi. Kama ambavyo unaniona bado, yes, ni kijana na kuna aina ya maisha ambayo niliyaishi kabla ambayo kimsingi sijui nianzie wapi niende wapi. Kuna vitu ambavyo viko vingi nyuma pazia, lakini namshukuru Mungu yeye aliyenisaidia leo ambaye niko hapa ninaweza hata kuzungumza na ninyi kwa habari ya haya maneno ya Mungu aliye hai. Kitu ambacho leo natamani kushiriki na ninyi ni kuhusiana na the power of meditation. Tukitafsiri Kiswahili tutasema ni nguvu ya kutafakari. Nguvu ya kutafakari. Sijajua kama ndugu zangu wa Kristo mshaichukulia kwenye uzito wa namna hii kwamba kunayo nguvu imefunganishwa, nguvu kubwa sana katika kutafakari. Na si tu katika kutafakari kitu chochote, bali katika kutafakari maneno mazuri ya Mungu wetu. Sijui kama kufikiria kitu kama hicho, na sijui wangapi wanafanya, ila ninachoamini wanaofanya ni wachache sana. Lakini wenzetu wa ufalme wa giza nadhani wako mbele kidogo, they are a little bit elite kwenye haya mambo ya kutafakari. Ndio maana utakuta kuna habari za yoga, wanatafakari, wanahama ulimwengu kabisa. Yaani ni kwamba wanajaribu kujiconnect na ulimwengu usioonekana. Kimsingi ukisoma Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema hivi, je, mambo yasiyoonekana hayakufanywa kwa mambo yasiyoonekana? Anajaribu kutuambia hivi kwamba chochote ambacho nakiona kinatokea kwenye natural realm, kwenye physical realm, kilianzia kwenye spiritual realm, kilianzia sehemu fulani. Ndio maana kuna sehemu fulani ukisoma kwenye Wafalme kule, habari za Elijah alipokuwa na mfalme Ahabu, ambapo Elia alikuwa amesikia mvua ndani, kwamba kuna mvua, akamwambia mfalme, chapa farasi, nenda kajikinge na mvua. Na hapo kumbuka, mtumishi wa Mungu, mvua ilikuwa haijanyesha kwa miaka 3.5 kwenye ardhi ile. Miaka 3.5. Alafu anatokea mtu anakuambia ninasikia sauti ya mvua kubwa. Utaona kama ni chizi. Lakini alikuwa ameshaweza kudaka kutoka kwenye Mungu wa roho kwamba nini kinakuja. Lakini hakuishia pale. Aliingia juu akaomba. Biblia inasema akaingiza kichwa kwenye pambaja zake, akaomba mara ya kwanza. Akamwambia mtumishi wake Elijah, hebu kaangalie baharini, kwa sababu alikuwa anaangalia baharini, wingu liko linaonekana baharini, kama kuna kitu kinakuja, ni mvua ni nini, wingu liko linaonekana baharini. Akaenda Elijah mara ya kwanza, hapana. Mara ya pili, hapana. Mara ya tatu akamwambia, ninaona kiwingu kidogo kama ngumi. So kumbe si tu kwamba unaweza kudiscern kitu kutoka kwenye ulimwengu wa roho, pia kuna nguvu ya kukizalisha kuja kwenye ulimwengu wa kawaida. Hiyo ni somo jingine, ni tunakipata kibali na neema. Kwa wakati mwingine tutashiriki pia kuhusiana na hicho, lakini sitaweza tu kutulia hapo na kusimama hapo. Nirudi kwenye msingi ya kile ambacho nilikuwa naanza kukijenga mwanzoni kuhusiana na kujua ufalme wa roho. Wenzetu wameujua vizuri, ndio maana wana hiyo teknolojia ya kuingia ndani kwako pasipo kumfungulia mlango. Jioni ulikuwa naye hapa Dar es Salaam Tanzania, jioni ya saa 1, saa 2 yuko zake London, na kabla ya saa 4 atakuwa amerudi. Umeona? Kwa anaweza kwenda Moscow, akaenda Brussels, akaenda London, akaenda yani miji mingi
ndani ya usiku huo mmoja ambao kimsingi masaa yeye 12 yameshazurura karibu dunia nzima. Hiyo kitu tumeipotezea wapi? Kwa sababu ukisoma kwenye habari ya Ezekiel alikaa karibu siku 400 na kitu. Siku 290 ana intercede for Juda, analiombea taifa, anaombea Yuda. Ezekiel atakuwepo ndani amelala, lakini Ezekiel utamwona kanisani. Kwa maana gani? Najaribu kusema nini? Najaribu kusema ni kwamba Ezekiel alianza kuoperate as a spirit, ana flow. Anakuambia roho wa Bwana akanichukua. Ndio hiyo teknolojia tulipotezea wapi? Kumbe mara nyingi hiyo teknolojia imebebwa kwenye power of meditation. Sio tu hiyo, hata kumfahamu Mungu imebebwa kwenye power of meditation. Tukirudi kidogo kwenye habari ya mtumishi wa Mungu Nabii Ibrahim, baba yetu wa imani, kuna wakati fulani alikwenda kwenye tunaita shoreline, kwenye fukwe za Mamre. Sio kwamba alikwenda kuangalia maji, sio kwamba alikuwa anapenda sana kwenda beach, hapana. Mtumishi wa Mungu alienda pale ili kutafakari. Na katika kutafakari kule ndo akakutana na Yesu. Tena Yesu anajifunua kwa jina la Melkizedek, kwa maana mfalme mkuu, Mungu mwenye nguvu, hana baba, hana mama, ufalme wake hauna mwisho, mfalme wa Salem. Yes, lakini kama asingekuwa Mamre, asingekutana naye. Kumbuka Yesu tu na hawa malaika wawili walikuwa wanapita walikuwa wanaenda kuiangamiza Sodoma kwa kipindi kile, kwa yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Nadhani kwa wasomaji wazuri wa Biblia wanakuwa wanaifahamu hii story. Lakini ndo hapo Yesu, Abraham anakutana na Yesu mpaka anamkaribisha nyumbani. Kumbuka ndo kipindi ambacho alikuwa amekata hata tamaa ya kupata mtoto na Sara, kwa sababu umri wao ulikuwa umeshakwenda sana, ilikuwa imeshakuwa jioni sana kwao kwa habari ya kuzaliana na nini. Lakini angalia, baada ya kukutana na Mungu kwenye meditation, Mungu akaintervene kwao kwenye situation ambayo walikuwa nayo. Wakatangaziwa kwamba mwakani majira kama mke wake atapata mtoto. Lakini kote huku ukiangalia, ukitrace kote imetokea kwenye power of meditation, nguvu ya kutafakari. Nadhani hichi kitu kwa wasomaji wa Biblia pia unaweza ukakiona kwenye Yoshua 1, na kipindi pale Joshua anapata, nadhani sio Yoshua 1 kama ni 2, sura ya kwanza au ya pili, Mungu mwenyewe anamwambia kwamba maneno haya ya kitabu hiki yasitoke kinywani uyatafakari usiku na mchana. Mungu mwenyewe anasisitiza uyatafakari usiku na mchana. Mtumishi wa Mungu David aliona hichi kitu, ndio maana anasema sheria yako ninaifurahia na nitaitafakari usiku na nini na mchana, na nitaamka asubuhi na mapema ni kutafakari wewe Mungu ulivyo mzuri na fadhili zako zilivyo ni nyingi, zadumu hata milele. Mtumishi wa Mungu David aliona kuna kitu katika kutafakari, katika kutafakari. Na kimsingi katika kutafakari ndio ina define kiwango chako cha njaa cha kumtafuta Mungu. Tutajuaje kama unampenda Mungu? Kwa tunaangalia njaa. Ukikutana na Mungu, kitu cha kwanza anakupa ni njaa, mpendwa. Ukirudi kwenye Petro wa kwanza 2:2 anasema kama watoto wadogo yatamanini maziwa yasiyoghoshiwa. Nataka nikae hapa kwenye kutamani. Kwa nini mtumishi wa Mungu Petro anasisitiza kutamani? Kwa nini? Tukirudi pia kuna Mathayo 5:6 anasema blessed are those who are thirsty and hunger for righteousness, for they shall be filled. Wamebarikiwa wale ambao wana kiu na njaa ya haki, kwa kuwa watashibishwa, si ndio? Yes. Kwa ukiangalia haya maneno yote ni kwamba wanajaribu kutuambia kwamba kitu cha kwanza ambacho Mungu akikutana na wewe atachokufanyia ni njaa ya kumtamani yeye, ni njaa ya kumjua yeye. Ndio maana Yesu anasema hivi kwenye Yohana 17:3 anasema hivi, nalikuja ili wawe na uzima wa milele, tena wawe nao tele sana. Alafu anaenda mbele anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wakujue wewe Mungu wa pekee na wa nini na wa kweli. Huwezi kumjua mtu kama hujamfunuliwa. Ndio maana kusoma kwenye Proverbs, ukisoma Misali 25 mstari wa 2 nasema ni utukufu wa Mungu kuficha siri
lakini utukufu wa mfalme kuzifichua zile siri. Ndio maana mtumishi wa Mungu David alifahamu hii siri, akasema, Zaburi ya 102 kama sikosei, anasema ulimuonesha Musa njia zako, wana wa Israeli matendo yako. Alafu yeye mwenyewe anakuja anasema nifundishe njia zako. Anauona uspesho kwa Musa. Huo special unauonea wapi? Angalia, kuna sehemu ukisoma kwenye Hesabu kule, Musa na Haruni walikuwa wanamdiscuss Musa, wanamwambia ameoa mwanamke mweusi, Mkushi. Kwa hiyo walikuwa wanamsengenya. Lakini huwezi kuamini. Kimsingi walikuwa wanasema yani yeye ni nani? Kila siku yeye ndo anaongeaga na Mungu. Yeye ni nani? Na sisi tunatamani tumsikie huyo Mungu, tuongee na huyo Mungu. Mungu ana intervene mwenyewe kile kikao, afu anawaita kwamba nyinyi wakina nani mnaongea na mnamsengenya mtumishi wangu. Akawaita kwenye kikao. Musa, Harun. Hapo kumbuka Musa anasema hajui, lakini Mungu ameintervene. Ameingilia vita ambao kimsingi hata Musa alikuwa hajui kama kuna vita kati ya ndugu zake. Alafu Mungu anakuja anamwambiaje? Kama kutakuwa na nabii kati yenu, akasema naye kwa ndoto. Yuko deep sana, nitasoma naye kwa maono, ila si kwa mtumishi wangu Musa. Shikilia hiyo. Si kwa mtumishi wangu Musa, nitasema naye ana kwa ana. Sasa huyu Musa alikuwa na nini ambacho hata David alikifahamu? Akasema ulimfundisha njia zako. Kwani Musa alikuwa na nini? Atuangalie upekee wa Musa. Musa kipindi anachunga kondoo kwa baba mkwe wake, alisogea mpaka kwenye kichaka kimoja ambacho aliona kichaka kimoja kinawaka moto lakini hakiangamii. Musa kwa sababu anapenda na Karila Mandusa